أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحمد لله الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، والآخر بعد كل شيء بلا انتهاء، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad pamoja na kizazi chake, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki hii aliyotupatia leo na tukaweza kupata bahati ya kuhudhuria swala ya Ijumaa. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kuna watu walitamani hata walau afike msikitini kwa ajili ya kuswali swala ya Ijumaa, lakini wameshindwa, aidha kutokana na maradhi, pengine wapo safarini, pengine kuna mambo ambayo yamewafanya wasiweze kupata fursa hiyo. Kwa hiyo sisi tuliopata fursa hiyo hatuna budi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki hiyo. Katika Ijumaa ya leo tutazungumzia mada inayosema makanatul lisani inda al-insan, nafasi ya ulimi kwa mwanadamu. Ndugu zangu, ukiangalia vizuri kwa zama hizi tulizokuwa nazo, katika mambo ambayo watu wengi tumekuwa tukianguka ndani yake, watu wengi tumekuwa tukiingia katika matatizo ndani yake, watu wengi tumekuwa tukijikwaa ndani yake. Lakini kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya al-lisan, ulimi. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mwanadamu ulimi ili aweze kuutumia vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mwanadamu ulimi ili uwe ni tafsiri ya kile kilichopo ndani ya moyo wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mwanadamu ulimi uwe ni tarjumanil qalb, uwe unatafsiri kile kilichopo ndani ya moyo wake. Yani kile ambacho kipo ndani mwako, kipo moyoni mwako, ulimi uweze kufanya kazi ya kukitafsiri kile ambacho unacho ndani ya moyo wako. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaufanya ulimi wa mwanadamu kuwa ni khadima liljawarihi,
kwamba ni khadim, ni mfanyakazi, ni mhudumu wa viungo vya mwanadamu. Ndugu zangu, ukiangalia mwanadamu jinsi alivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba huyu mwanadamu, tunapata ulimi baada ya kuwa unatafsiri kile kilichopo ndani ya mwanadamu, kilichopo katika moyo wa mwanadamu, lakini bado ulimi ukawa ni mfanyakazi, ni khadim wa viungo vya mwanadamu. Ulimi ndiyo utasema mkono fanya nini, ndiyo utasema mguu fanya nini, ndiyo utakuja utasema kwa nini nilifanya hivi, ndiyo utakuja utaelezea yale mambo ambayo kiungo fulani kimeyafanya. Kwa hiyo mwanadamu anampa, au Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa mwanadamu ulimi, lakini moja ya kazi zake ni kutafsiri kile kilichopo ndani ya moyo wa mwanadamu, lakini vile vile kuwa ni khadim, ni mfanyakazi wa viungo vya mwanadamu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kumjalia mwanadamu hayo. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukiangalia ulimi jinsi ulivyo, huu ulimi ukishakaa vizuri, huu ulimi ukisha tafsiri kile ulichokuwa nacho, ndugu zangu, viungo vyote vitakwenda vizuri, mambo yote yatakwenda vizuri. Lakini ikiwa ulimi utafanya khiana ya kile ulichokuwa nacho ndani ya moyo wako, sadikuni, hakuna utakachokifanya kikanyooka, hakuna utakachokifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anakirizia kile ulichokifanya. Kwa nini? Kwa sababu ulimi umekwenda tofauti, kwa sababu ulimi hauja tafsiri kile ulichokuwa nacho ndani ya moyo wako, kwa sababu ulimi hauja kuwa ni khadim, hauja kuwa ni mfanyakazi wa viungo vyako. Na sisi sote tunatambua ya kwamba mwanadamu huyu jinsi alivyo ni ulimi na moyo. Wa innamal mar'u bi asgharaihi, hakika ya mwanadamu, uhalisia wa mwanadamu ni hivi viungo viwili vidogo, al-lisan wal qalb. Sasa moyo ukiwa na mambo fulani, halafu ulimi ukaleta tofauti na yale, basi ulimi unakuwa umefanya khiana. Ulimi unafanya viungo vingine visiweze kusimama. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam Bwana Mtume anasema katika hali ya kuzungumza huu ulimi, utakapotafsiri kile ulichokuwa nacho ndani ya moyo wako, Bwana Mtume Muhammad anasema la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Imani ya mtu, imani ya mja haitokuwa sawa sawa, haitosimama ikawa ni sawa sawa, lakini mpaka moyo wake unyoke. Imani haitokuwa sawa sawa mpaka moyo wako unyooke, mpaka moyo wako usimame kwa yale ambayo yanakupelekea katika ile imani. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Lakini huu moyo wako huu, moyo wa mwanadamu hauwezi kunyooka, moyo wa mwanadamu hauwezi kusimama, moyo wa mwanadamu hauwezi kuwa ni mkweli kama ulimi haujawa kuwa ni mkweli, kama ulimi hauja tafsiri kile ulichokuwa nacho, kama ulimi hauja kuwa ni khadim katika vile viungo ambavyo unavyo. Kwa hiyo ndugu zangu, nafasi ya ulimi kwa mwanadamu ni nafasi kubwa sana. Nafasi ya ulimi kwa mwanadamu
inaweza ikatengeneza dunia, inaweza ikasimamisha dunia. Ulimi unaweza ukaifanya hii dunia kuwa ni dunia yenye usalama, kuwa ni dunia yenye amani, kuwa ni dunia ya watu wanaopendana. Lakini ulimi huo huo kama haujanyooka, kama haujatafsiri kile ulichokuwa nacho ndani ya moyo wako, fa'alam, basi tambua ya kwamba ulimi huu utamwaga damu za watu. Ulimi huu utaiharibu dunia. Ulimi huu utaharibu kila kitu alichopewa mwanadamu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo imani ya mtu haiwezi ikanyooka, kwanza moyo wake unyooke. Lakini moyo hauwezi kusimama ukanyooka, kwanza ulimi. Ndiyo tunapata ya kwamba ulimi una nafasi kubwa sana kwa mwanadamu, kwa sababu kama ulimi haujatafsiri, haujayatoa yale yaliyopo ndani ya moyo wako, basi tambua ya kwamba ulimi haujafanya kazi yake na utakuwa umeufanyia khiana ulimi mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala azijalie ndimi zetu basi ziwe ni zenye kusimama katika sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anairidhia. Ndugu zangu, katika moja ya madhara na maafa ya huu ulimi, kama mwanadamu atautumia vibaya, kama mwanadamu atauchukua huu ulimi halafu akautumia vibaya, halafu akautoa katika kule kutafsiri kile alichokuwa nacho ndani ya moyo wake, ndugu zangu, basi atakuwa amekwenda kinyume na yale aliyoyaelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisoma katika maafa ya huu ulimi ni al-khawdhu fil batil. Unapoutumia ulimi kuingia katika mambo ya batil, kuzungumza mambo ambayo hayana uhalisia ndani yake, ukawa ni mtu mwenye kuzungumza kila kinachozungumzwa, ukawa ni mtu mwenye kuchukua kila kinachozungumzwa ukakizungumza, basi utakuwa haujautendea haki ulimi wako. Yani kila jambo wewe uzungumze tu, kila kitu uzungumze tu. Umesikia jambo, haujaliingiza akilini mwako, haujalichambua, haujaliweka katika mizani, basi unasikia jambo unaanza kulizungumza. Unasikia jambo pale pale unaanza kulitolea fatwa. Unasikia jambo pale pale unaanza kulifafanua. Halafu hatua ya mwisho haujaliingiza katika uchambuzi, haujalipeleka moyoni, halafu na moyo ukalitafsiri jambo hilo, ukaliingiza katika akili yako, ukalichambua vizuri, ukatoka na natija nzuri. La, haijaingia huko, umelipata, ukaanza kulizungumza, ukaanza kulitolea maelekezo, halafu mwishoni inafika kile ulichokizungumza haikuwa tafsiri iliyokuwa sawa sawa. Kwa nini? Haujalichambua jambo hilo, haujaliingiza katika mizani, lakini katika moyo wako, halafu ndipo ukalitoa. Na hapa tunasoma maneno ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, akituelekeza, anatuambia wale waumini wa kisawasawa wanaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa rasuluhu, huwa hawana tabia ya kuzungumza. Kwanza wana tabia ya kuyaweka mambo katika nyoyo zao. Kwanza wana tabia ya kuyachukua mambo wakayaweka katika nyoyo zao,
wakayapima katika akili zao, halafu baada ya hapo ndiyo ulimi unafuata. Lisanul aqili waraa qalbihi, ulimi wa mtu mwenye akili, mazungumzo ya mtu mwenye akili ni kwanza baada ya moyo wake kulichukua jambo hilo, na baada ya akili yake kuliangalia jambo hilo likoje, halafu ndio ulimi ukafuata. Walisanul ahmaqi waraa lisanihi au waraa qalbihi, lakini na ulimi wa mtu mjinga al-ahmaq waraa qalbihi, kwanza hatolichukua jambo hilo akaliingiza moyoni mwake, ili jambo likoje ruhiyan, ili jambo likoje akhlaqiyan, kitabia, kimalezi likoje, jambo hili je akili inakubaliana nalo, jambo hili akili inalichukuliaje. Kabla haja yapima mambo hayo, tayari ulimi ushazungumza, tayari ulimi ushaharibu, tayari ulimi ushafanya damu za watu zimemwagika, tayari ulimi ushafanya jamii ishagombana, tayari ulimi ushafarakanisha watu. Halafu ndiyo sasa unakuja unaanza kujuta, laiti ningelikuwa najua basi nisingezungumza haya. Sio laiti ningelikuwa najua, kwa sababu haujaliingiza jambo hilo katika moyo wako na kulipima kwa akili yako. Ulilitoa ndiyo ukaanza kulipima, badala ya kulipima ndiyo ukalitoa. Kwa hiyo ndugu zangu, tujaribu kuutumia ulimi huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha kwao. Ulimi huu tuutumie uwe ni wenye kufanya tarjama, tafsiri ya kile tulichokuwa nacho katika mioyo yetu, katika roho zetu, lakini vile vile na kuyapima mambo kabla ya kuyazungumza, na kuyachakata mambo kabla hauja yasema. Lakini kwa nini useme kitu ambacho ukitambui? Kwa nini uzungumze jambo usilolijua? Lakini kwa nini uzungumze jambo lisilokuhusu? Lakini hata kama jambo linakuhusu, silina nafasi yake, silina muda wake, silina sehemu yake, silina mahala pa kupazungumza. La tatakallam bima la ya'nik, usizungumze yale yasiyo kuhusu, usizungumze jambo lisilo kuhusu. La tatakallamu bima la ya'nik, usizungumze jambo lisilo kuhusu, jambo ambalo hulitambui. Wada'il kalama fi kathirin mimma ya'nik, lakini acha kuzungumza, acha kusema sana, acha kuzungumza mambo mengi katika yale ambayo yanakuhusu. Yani ni jambo linakuhusu, ni jambo unapaswa kuzungumza, lakini liache, tulia hata tajida lahu mawdhi'a, mpaka upate sehemu yake ya kuyazungumza yale maneno yanakuhusu, unatakiwa uyaseme. Lakini wapi? Unatakiwa uyazungumze wapi? Unatakiwa uyazungumze muda gani? Unatakiwa uyazungumze na akina nani? Ndugu zangu, unaweza ukawa na maneno ya kuzungumza ni mazuri, unaweza ukawa na jambo la kufikisha ni zuri, lakini unalifikisha wapi? Yani haiwezekani ukazungumza mambo ya harusi msibani. Utaleta aya ni nzuri, utaleta riwayati ni nzuri, utaleta ushauri wa wanandoa mzuri, lakini unalizungumza wapi? Unalizungumza msibani, sio mahala pake.
unalizungumza wapi? Unalizungumza jambo la furaha ikiwa tupo kwenye msiba. Ikiwa nyoyo zetu zina huzuni, unaleta mambo ya ndoa, mambo ya furaha, mambo ya watu wafurahi. Hayo ni maneno ambayo unatakiwa uyazungumze, lakini unayazungumza wapi? Unayazungumza muda gani? Kuna maneno unaweza ukayazungumza leo, lakini ikawa muda wake ulikuwa bado haujafika. Kuna maneno unaweza ukayaona ni mazuri kuyazungumza, lakini ikawa muda wake haujafika na ukayazungumza ni mazuri ukaharibu. Kwa hiyo ndugu zangu, moja ya mambo ambayo tuepuke nayo ni kuingia katika kuzungumza mambo ya batil, mambo ambayo hatuna uhakika nayo, mambo ambayo hatuna yakini nayo, mambo ambayo mioyo yetu pengine inapingana na ndimi zetu. Lakini katika moja ya maafa na majanga ya ulimi, kama mwanadamu utayatumia, basi utakuwa umemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile utakuwa umejipa hasara wewe mwenyewe. Ni mambo mengi: kusema uongo, kutukana, yani ukasema uongo, kile kilichopo ndani ya moyo wako ni kingine na unachokisema ni kingine. Ndugu zangu, ingelikuwa mioyo nayo inazungumza, ingelikuwa mioyo inazungumza kama ulimi unavyozungumza, basi sijui mwanadamu huyu angelikuwa katika hali gani. Kwa sababu kawaida jinsi tulivyo sisi wanadamu, tunazungumza kile ambacho mioyo yetu haisemi hivyo. Tunasema mambo ambayo mioyo yetu inatuambia basi hatana hili, yani basi hatana hili unalisema, mbona ni uongo, mbona ni tofauti, mbona sivyo, lakini mtu analisema. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo yanaweza mwanadamu akiyatumia au akiyafanya basi yatampa hasara. Lakini ndugu zangu, tuutumie ulimi katika kutendea haki, katika kuzungumza mambo ya kheri, katika kuyasema yale yaliyokuwa ya kheri, kama anavyoelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa qul li ibadi, nasema kuwaambia waja wangu, yaqulu allati hiya ahsanu, waseme kile ambacho ni kizuri. Tutumie ndimi zetu kwa ajili ya kuzungumza mambo ambayo ni mazuri, mambo ambayo yanaifaa jamii yetu, mambo ambayo yanaweza yakaitengeneza jamii yetu. Badala yake tusizungumze mambo ambayo yatakuwa na hasara kwetu sisi wenyewe, lakini yanakuwa na hasara kwa jamii yetu, lakini ni hasara yaumul qiyama. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira, yule aliyekuwa anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anaamini yaumul qiyama, siku ya mwisho, basi na aseme lile lililokuwa la kheri, kwa sababu katika lile lililokuwa la kheri kuna mambo utayatengeneza kwa ajili yako, kuna mambo utayatengeneza kwa ajili ya wengine, kuna mambo utayafanya yawe ni mazuri kwa ajili ya jamii zetu tulizo kuwa nazo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآله. وصل على مولاتنا الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. اللهم صل على محمد وآل. وصل على أئمة المسلمين السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والقائم الحج المهدي الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.